sana. Kama kawa, Mungu anasaidia. Zile chips zilikuwa nyingi kinoma noma. Niambie ilikuwaje? Ni playlist uliyoiandaa ama wanakufahamu ama ni aje? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisaidia kufanikisha hili jambo. Na mimi nafikiri kuitikia kwa watu ni kutokana na playlist ambayo nimeipiga, lakini pia na namna nilivyokuwa nimejitayarisha ndio imesababisha performance imekuwa nzuri. Walipita pia watangulizi wako, lakini chips hazikuwa nyingi kama ambavyo wewe ulikuja kuwa. What the difference kati yako na waliopita kuperform? Utofauti unakuja hapa labda kwenye maandalizi, kutokana na kila mtu anajua namna alivyokuwa amejitayarisha yeye na mpangilio wa mafaili yake alivyokuwa ameweka. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu, mafaili ambayo nilikuwa nimeyapangilia yameenda sawa na nilivyokuwa nimetaka, japo nimekatwa kutokana na muda. Nilitamani nifanye kikubwa zaidi, lakini kwa hicho ambacho nimekifanya imekuwa poa na namshukuru Mungu. Kitu gani ambacho umeenjoy kwenye party yani kwa ujumla wake? Party imekuwa na moment tofauti ambazo zimenifanya kuna muda nilikuwa kwenye hisia kali kabisa na mashabiki wangu, kwa sababu kuna zile mapokezano ambayo tulikuwa tukiyafanya yakanifanya niburudike na mimi nijihisi kati ya wao katika kuburudika. Kode, una magoma yako ambayo yamebasti kinoma noma, lakini umekuja kupiga playlist ya nyimbo ambazo zimeshatoka. Vipi kuhusu ngoma zako? Ni kwamba umeona kama hazitakuwa na vibe kubwa sana kutokana na kwamba hawasijui watu au ni aje? Sawa. Kati ya playlist ambayo nimepiga kuna ngoma yangu pia ambayo ilifanikiwa, na namshukuru Mungu hawakuwa wanaijua kwa sababu sikuwa nimeitoa popote, lakini mwitikio ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo sikufanya hizi za watu wengine au sikufanya za kwangu mimi nyingi, kwa sababu nilitamani watu waendelee kunipa ile imani kwamba huyu jamaa anajua, ili nitakapokuja kuaminisha kwamba ninatoa ngoma zangu sasa support iendelee kuwa kubwa, kwa sababu wanakuwa wanaamini kwamba huyu jamaa anaweza kufanya hicho anachokifanya. Okay, wale utangulia kuperform na wenyewe walifanya kama ulichokifanya wewe, like walimba ngoma ambazo zimeshakuwa kubwa. Lakini kitu ambacho nimegundua utofauti wako na wengine ni sauti yako, namna ambavyo unaziimba zile ngoma. Don't you see kwamba ilikuwa ni platform ya kuonesha uwezo wako wa kuimba kwa kuimba ngoma zako tupu yani? Ni kweli ilikuwa ni sahihi kabisa, lakini narudi pale pale kwamba nilikuwa natamani niendelee kuaminisha watu kwamba nina kipaji. Kwa hiyo ngoma zangu nyingi kali sana ambazo nikisema nizipige pale ningeondoka pia na kijiji vile vile, kwa sababu ninajua namna ya kulicontrol jukwaa. Kwa hiyo nilitamani watu wanisikilize katika ladha hiyo ili waendelee kuburudika zaidi, kwa sababu watu ukiwapa kile kitu ambacho kiko familia na masikio yao wanakuwa wanakufahamu vizuri na wanaenjoy zaidi kuliko ile kuwapa vitu ambavyo ni vipya. Watakufuatilia na watakupa support kwa sababu upo pale unawaburudisha, lakini ukiwapa kile kitu ambacho ni familia wanakuwa wanaenjoy zaidi. Kuna yule shabiki wako mpya ambaye amekuona leo na anatamani kufuatilia zaidi, anakupataje sasa? Ya mitandao ya kijamii yote natumia Code Melody, unaweza ukanitafuta hapo na ukanipata. So Instagram, so Facebook, so YouTube, ukiingia mahali popote ukiandika tu Code Melody inakuja picha yangu pale, unaniona na unapata kazi zote ambazo nakuwa nazifanya. Thanks for your time bro.